Mwema na kila wakati. Amen. Wacha tuamini tuombe. Mungu wetu, ninakushukuru asubuhi ya leo, maana umekuwa mwema na mwaminifu maishani mwetu. Tazama, tuko mbele zako Bwana majeshi. Tunataka kusikia neno lako ambalo umeniandaa asubuhi ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutupa ufunuo, akaweze kutusaidia kutufungua masikio yetu ya ndani, ili yote Bwana tunayo Baba jifunza siku ya leo tukaweze kuyashika na kuyaweka kwenye matendo. Wewe ni mwema na ni mwaminifu maishani mwetu. Pokea sifa, pokea utukufu, maana unastahili. Ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua fursa hii kuweza kushukuru uongozi wa kanisa kwa kuweza kunitunuku nafasi hii ili nikasimame mbele yenu nikaweze kutoa ujumbe wa asubuhi ya leo. Asante Pastor Evans pamoja na askofu kwa mipangilio hiyo. Mungu awabariki sana. Asubuhi ya leo nataka tukajifunze kitu kuhusu uamuzi. Bwana asifiwe. Uamuzi. Chusi. Nataka tusome kitu kuhusu uamuzi, kuamua ama kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposikia neno uamuzi au chusi, kuna mambo kadhaa ambayo yanakuja mawazoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia kuna mambo ambayo kipengele cha kwanza tutaandike kwamba your life depend on your choice as a Christian. Yaani maisha yako yataweza kuegemea tu kwa uamuzi ambao wewe unaufanya. Bwana Yesu asifiwe. Your choice aligns, yani inalingana. Uamuzi wako utaweza kufanya uwe jinsi unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kwenye Biblia ya kwamba tunaona ya kwamba katika maandiko tunaona Mungu anasisitiza, anaweka msisitizo katika uamuzi, kufanya uamuzi kama Mkristo. Na hili tutalipata kwenye Biblia. Na uamuzi kutoka kwa Biblia, yani uamuzi tutasoma katika kitabu cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 30:19 na 20. Kumbukumbu la Torati kama nitapata mpendwa ambaye atakuwa amepata, itakuwa afadhali, tutaenda pamoja. Kumbukumbu la Torati 19 30:19 na 20. Ninasiika mbingu na nchi kama mashahidi dhidi yako, kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi sasa
Basi sasa chagueni uzima, ili wewe na watoto wako mpate kuishi, na ili upate kumpenda Bwana Mungu wako, uisikilize sauti yake na kuambatana naye, kwa kuwa Bwana ndiye uzima wako, na atakupa wingi wa siku, ili upate kuishi katika nchi aliyowapa kuwapa baba zako Abrahamu, Isaka na Yakobo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Kiingereza inasema, this day I call the heaven and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now you choose life, so that you and your children may live, and that you may love, the Lord your God. Listen to his voice and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers Abraham, Isaac and Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona haya maneno yanayoongelewa na mtumishi wa Mungu. Inanena ya kwamba Mungu, kuna mambo mawili ambayo yako mbele ya maisha yako. Bwana asifiwe. Wewe wakati unaishi katika dunia hii, wakati unaishi ulimwenguni humu, kuna mambo mawili yako mbele yako. Kuna uzima na nini? Na mauti. Kuna uzima na mauti. Na hilo ni chaguo ambalo Mungu, ni nafasi ambayo Mungu ameiweka mbele yako, kwako wewe kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunapoangalia hapa, tunaporudi kwa kuchagua, Mungu wetu huwa halazimishi mtu kuchagua kitu. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka kinaitwa free will, hiari. Yaani ni hiari yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia vipengele kadhaa ambavyo Mungu huangalia kuhusu uchaguzi. Bwana asifiwe. Biblia inasisitiza kuhusu kufanya uamuzi. Inaashiria imani, yaani uamuzi. Ndiposa ufanye uamuzi, inamaanisha inatakana uwe na imani, uwe mtiifu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na kuna mambo kadhaa, vipengele kadhaa ambavyo wewe wafaa kujua ya kwamba ndiposa wewe ufanye uamuzi, Mungu, kile Mungu anahitaji kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha kwanza ni free will and responsibility, yaani uhiari na kujukumika. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa Biblia, neno la Mungu linakuelezea ya kwamba katika hiki kitabu ambacho tumesoma, ya kwamba kuna vitu viwili ambapo vyo Mungu ameweka mbele yetu. Kuna mambo mawili ya kwamba leo, this day, inasema hivi leo nazishuhudia. Bwana asifiwe. Nazishuhudia mbingu na nchi hivi leo. Bwana asifiwe. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Ni nani amekuwekea? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kwenye maisha yako unafaa kujua, wakati unaishi
uwe mdogo, uwe mkubwa, ujue ya kwamba kuna mambo mawili ambayo Mungu ameweka mbele yako. Bwana asifiwe. Uzima na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa Biblia inakwambia nini? Inaendelea na kukwambia ya kwamba kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Bwana Yesu asifiwe. Baraka na laana. Kuna mambo inatakana ushike, nataka ushike vizuri hapa. Kuna uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Hiyo inamaanisha nini? Ya kwamba uamuzi wako leo, chaguo lako lenye unaweza kufanya leo linaadhiri kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Uamuzi ambao unaweza kufanya maishani mwako, your choice maishani mwako, inaadhiri mpaka uzao. Bwana Yesu asifiwe. Generation. Ndiposa hivi leo kama vile uko hapa hivi, nataka kukwambia ya kwamba uamuzi ama jambo lolote ambalo umeamua kulifanya, inatakana uwe makini sana. Maana hilo lenye umeamua kufanya laweza kuadhiri, kuleta laana ama kuleta nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba Mungu ameweka mbele mambo mawili, na anatuambia ya kwamba tukachague uzima. Hebu twende mstari ule wa 20. Anasema kumpenda Bwana na Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo na kuwapa. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo Mungu wetu aliahidi, na aliahidi kupitia kwa baba wetu wa imani ambaye ni Abrahamu na kizazi chake. Unaona, wakati Mungu anataja Abrahamu, ndiposa hii wakati Biblia inakwambia kwamba nitakubariki wewe na uzao wako, ama uwe hai wewe pamoja na uzao wako. Tunaiona hapa mfano ni Abrahamu. Bwana asifiwe. Unaona hapa wanataja watu ngapi? Vizazi vingapi? Wanataja nani hapa? Wanataja kuna Abrahamu, Isaka na nani? Na Yakobo. Na wakati tunapofuata ile lineage, Bwana asifiwe, unaona ya kwamba ule uamuzi ambao baba wetu wa imani alifanya ndio unaleta kupata ya kwamba kuna watu ambao wanatajwa. Bwana asifiwe sana. So uamuzi wako ambao unaufanya maishani mwako, ndugu yangu mwanafunzi, uamuzi ambao unaufanya unaadhiri. Bwana asifiwe. Tena hapo unaona kumpenda Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako. Bwana asifiwe. So nataka kukushukuru asubuhi ya leo, maana vile umeingia hapa ama vile uliamua kumjua Kristo Yesu, ulifanya uamuzi mzuri. Bwana asifiwe. Nataka ukijipigie makofi. Jipigie tu makofi kwa kumpokea Bwana Yesu, kwa sababu huo ulikuwa nini? Uamuzi mzuri. Maana hapo ndipo chanzo cha kupata nini? Uzima. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba ukishika, ukipenda, cha kwanza kupenda Bwana Mungu. Bwana asifiwe. Ukampende Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye. Kwa hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi. Bwana asifiwe. So kukaa miaka mingi kwenye nchi hii ama kuishi siku nyingi kunategemea tu nani? Wewe. Bwana asifiwe. Kukaa na kuishi miaka mingi inakugharimu tu wewe, sio mimi, sio mzazi wako,
sio jirani, sio mchungaji wako. Inakugharimu nani? Wewe. Maana huu uwezo uko mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huu uwezo Mungu amekuweka mikononi mwako ya kwamba uamue. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tukiongelea hapo kwa responsibility na free will, tunaona ya kwamba hapa Biblia inaashiria na kusisitiza kuhusu kumtii Mungu, ambako kule kumtii Mungu ndiko kunaleta baraka. Na sio tu baraka kwako wewe. Bwana asifiwe. Unajua, wakati umempokea Kristo na wakati umemjua Kristo, wafaa kujua kuwa katika mawazo yako yawe mazuri. Utambue ya kwamba uamuzi wako haukuadhiri tu wewe peke yako. Bwana asifiwe. So usiwe mchoyo ama don't be jealous. Uamue vibaya ili wengine waumie. Bwana asifiwe. Yaani wewe ukiamua vizuri utakuwa umetengeneza uzao. Utakuwa umetengeneza mambo kwenye jamii yako. Bwana asifiwe. So asubuhi ya leo wakati tunaongelea hapa, tunaona ya kwamba hii uamuzi wako, choosing life by obeying God, which brings blessings not only to oneself but also to future generations. Bwana asifiwe. Yaani wakati umeamini, wakati umemtii Mungu, wakati unafuata mahusia ya Mungu, wakati umeamua vizuri, haujajiamulia tu wewe mwenyewe, bali umeamulia hadi kizazi ambacho kinakufuata. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingi, wakati tunaendelea katika maisha yetu, kuna mambo mengi ambayo tumefanya. Hivi leo asubuhi nataka kuangalia ya kwamba ukaende katika maisha yako. Ni uamuzi gani ama ni mambo gani umeamua ama umeyafanya? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo tumeamua kama wazazi. Kuna mambo ambayo tumeamua kama watoto ambayo yanaweza kutuadhiri sisi wenyewe. Bwana asifiwe. So tunafaa kuchunga sana kuhusu kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukiamua vizuri, wewe na uzao wako mtakaa vizuri. Bwana asifiwe. Wacha tuende mfano, tukasome Biblia katika mfano wa mtumishi wa Mungu mwingine ambaye tukisoma kwake ya kwamba yeye wakati alifanya maamuzi. Na wakati tutasoma huyo, tutaingia katika maisha yetu ya kibinafsi. Je, sisi wakati tunakaa ni mambo gani, ni uamuzi mgani ambao tunaufanya? Tusome kitabu cha Joshua 24:15. Kitabu Joshua 24:15. Neno ambaye amepata za kusoma na kutarudia. Joshua 24:15. The Bible says, yes, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Bwana asifiwe. But if serving the Lord seems undesirable to you, Bwana asifiwe, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, as for me and my household, we will serve the Lord. Bwana asifiwe.
Huo ni uamuzi ambao kuna mtumishi wa Mungu aliitwaye Joshua alifanya. Bwana asifiwe. Kuna nchi ambayo walikuwa wanakaa ndani. Bwana asifiwe. Na hiyo nchi ilikuwa na miungu yake. Watu walikuwa wanaabudu miungu mingine. Watu walikuwa wanashindana. Bwana asifiwe. Ya kwamba huyu unajua vile tu kwa boma. Ukipata boma ambalo maybe mmoja wenu ameokoka na mwingine bado hajaokoka, kuna zile mila na tamaduni na mambo ambayo watu hawa hufuata. Kuna zile tamaduni ambazo wanafuata, wanaamini ndani yake. Bwana asifiwe. Utaona ya kwamba watakuwa wanakizana kila mara, ya kwamba kitu jambo likitendeka, kila mtu atakuwa na uamuzi wake, na ule uamuzi utatokana tu na kile ambacho naamini ndani yake. Unajua uamuzi unatokana na imani. Ndiposa vile tumesoma mara ya kwanza ya kwamba uamuzi unatokana tu na kile unaamini. Bwana Yesu asifiwe. So wewe kama Mkristo ambaye unaamini Kristo siku ya leo, nataka kukuambia ya kwamba kile ambacho naamua kukifanya lazima uangalie, na kile ambacho naamua lazima uangalie umakinifu ya kwamba hicho kitu kije kikusaidie wewe, alafu kisaidie na jamii yako na uzao wako. Hapa Joshua anafanya uamuzi ambao ni mzuri sana. Anasema mimi na jamii yangu na familia yangu nitafanya nini? Nitafanya nini? Nitamtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Je, ni wewe vitu gani ambayo huwa unavitumikia? Unajua wakati mwingi, mara nyingi tunaweza kuwa tunakuja kanisani, lakini kuna vitu ambavyo tunavitumikia. Yaani hapa Joshua anataka kutuambia ya kwamba kama ni kumchagua huyo Mungu, kile kitu ambacho umekiamini, basi chagua hivi leo. Ya kwamba ni kitu gani, je, utamtumikia Mungu ama kile kitu ambacho umekiamini? Bwana asifiwe. Lakini Joshua anamalizia akisema ya kwamba lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Hilo ombi la Joshua ndilo linafaa kuwa ombi letu kama Wakristo. Huu uamuzi wa Joshua ndio wafaa kuwa uamuzi wetu. Maana wakati unamtumikia Mungu, hakuna hasara ndani ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuje kwa wanafunzi. Wanafunzi, wakati uliamua ukaja shuleni, kuna ukifika kidato fulani, sijui siku hizi huwa wanafanya ama siku zetu, kuna masubject unachagua, si ndio? Kuna masomo ambayo subjects ambazo unachagua, yaani zingine ni optional, yaani unaweza chagua ama waache zingine. Bwana asifiwe. So wakati umefika hapo kwa kuchagua, kuna wanafunzi wengi watachagua subject ili watu waogope. Unajua kuna subject ambazo zinaogopesha. Bwana asifiwe. Kama gani? Na kemia, fizikia na hisabati. Lakini hesabu hiyo lazima tu. Hiyo haina, si optional, kwa sababu kwa maisha hii hesabu ni lazima. Bwana asifiwe. Unaona kuna mwanafunzi ataenda achague subject ambayo inaogopesha wengine. Yaani aseme mimi ni mwanafizikia. Mimi ni mwanakemia. Bwana asifiwe. Lakini wakati amechagua hivyo na wakati hajaweka bidii ama wakati hana hiyo nafasi ya bidii ya kuweza kujaribu ili aweze kufaulu kwa hiyo somo, utakuwa pata ya kwamba haya masomo yatakuja kumlemea baadaye. Na yakimlemea, unaona nini? Yataadhiri maisha, yataadhiri taaluma yake. Bwana asifiwe. Tuko na hapa na wanafunzi ambao wako chuoni. Bwana asifiwe. Kuna courses wanachagua. Na wengine wanakuja, ametoka tu nyumbani vizuri, ameamua vizuri, mzazi amemuadvise, amemwambia, mtoto wangu, ningependa ufanye course fulani, kwa sababu kwa hii course wakati unafanya iko soko. Bwana asifiwe. Lakini hii course
yenye maybe umesema unataka kufanya hii course, tukiangalia haitaridhisha sana, Bwana asifiwe. Lakini wewe kwa sababu ya ubabe wako, ama kwa sababu ya umekutana na vikundi zako, yaani umekutana na wenzako, wanakuja wanakuconvince, wanasema sisi tunafanya course fulani, sisi ni watu ambao tunataka kuwa kuuza dawa kwenye chemist. Bwana asifiwe. Ya kwamba na wakati tukiangalia kwa course, unajua course siku hizi, wakati ukiingia katika ile portal ya kuchagua ile course ambayo unachagua, wakati ukiingia tu subject ndio zitakuchagulia course, si ndio? Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe haukufanya physics. Bwana asifiwe. Haukufanya physics, lakini unataka kuchagua course ambayo inadili na physics. Bwana asifiwe. Hiyo itaingiana kweli? So katika uamuzi, unajua kila jambo inaongelea uamuzi tu. Kwenye uamuzi wako wafaa kuamua vizuri. Usiende na watu na umati wa watu ya kwamba hawa wamechagua hili waje pia mimi nichague. Hapana. Enda na uwezo wako. Bwana asifiwe. Hapa Mungu ametuambia ya kwamba hivi leo ameweka mbele yako kifo na mauti, baraka na uzima. Na anakuambia chagua uzima ili wewe na uzao wako mfanye nini? Uishi. So nataka kuambia kwamba wakati unafanya uamuzi usijiamulie tu, usikue mchoyo, ujiamulie. Bwana asifiwe. Amua ukijua ya kwamba kila ambacho naamua leo ama kila ambacho nachagua leo kitahadhiri hata nyuma. Bwana asifiwe. Kilete madhara mazuri katika uzao wako. Kwa sababu Biblia imekwambia kwamba unapochagua uzima, wewe utaishi pamoja na uzao wako. Unapochagua mauti, unajua tu penye utaishi. So wakati tuko shuleni, wakati wanafunzi tuko shuleni, wakati tuko pahali popote, tafadhali kaa vizuri, sikia advice, angalia uwezo wako. Bwana asifiwe. Wakati unafanya uamuzi, usifanye uamuzi kwa sababu fulani amefanya. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanajiingiza kwa makosa ambayo hayangekuwa yao. Kuna wale ambao wanaona ya kwamba, unajua tumelelewa katika familia tofauti. Bwana asifiwe. Na haya wakati tumekuja hapa, inatakikana tukaanze kusoma. Kama kuna mambo ambayo ni mabaya, ni maovu, ambayo unaona ya kwamba wakati unafunzwa hapa, ukiangalia katika generation yako ama katika jamii yenye unatoka, kuna mambo ambayo yanatendeka ambayo si ya kiungu. Bwana asifiwe. Wafaa wewe kama mwenyewe vile umesikia hili neno uamue. Bwana asifiwe. Cause wakati umeweza kufikisha hiyo miaka, wakati umefika leo, umeingia katika kidato cha kwanza, umefika kidato cha 4, uko na akili timamu ya kuamua mwenyewe. Unaweza amua maisha mazuri ama uamue maisha mabaya. Vile tu ile subject vile unachagua, unaweza kuchagua subject ambayo baadaye utakuja kujuta. So enda tu vizuri, angalia vizuri, hata enda kwa mwalimu wako. Uliza, mwalimu, ningependa nifanye hivi lakini unaonaje? Enda kwa mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama wanafunzi wa chuoni, enda uliza ni course gani yenye naweza kufanya. Alafu ukiuliza wale ambao wamekutangulia, wataweza kuangalia katika performance yako. Na wataweza kukuonyesha tu ya kwamba hii ndio nafaa. Bwana asifiwe. Kama mimi wakati nilienda kuchagua course, unajua mimi wakati tukiwa high school, ile baba yangu alikuwa anafunza somo inaitwa building and construction. Na ilikuwa high school. Na unajua baba yangu alinifunza, alikuwa mwalimu wangu. Na hilo somo likawa ni kama lilikuwa kama liko kwa damu, kwa sababu mara nyingi akitengeneza notes zake, mimi ndio nakuwa wa kwanza kuziangalia. Bwana asifiwe. Kama hazijaenda tukasoma. So hilo somo likanipendeza. Na wakati tulifika kwa kuchagua subject, nikasema mbona niende ning'ang'ane na business? Mbona niende ning'ang'ane na course zingine agriculture yenye sijui? Na hili ninaweza kufahamu, naweza chagua hii ambayo naweza fahamu. Bwana asifiwe. Na wakati nilichagua hiyo course, hiyo course by the way, kwa nini yangu ndio ilinipandisha sana. Bwana asifiwe.
Hiyo kozi ndiyo ilinipandisha, kwa sababu hiyo ilikuwa ni kama iko kwa damu. Bwana asifiwe. Na hiyo wakati nilikuja college nikapata ya kwamba yale ambayo yanafunzwa ni yale tu ambayo tulifunzwa. Unajua masomo college ile nini ambayo tunasoma secondary ndio inafunzwa hapa college. Sasa hata sikuwa na mimi ndio nilikuwa mwalimu huko. Bwana asifiwe. Na wakati tulienda hiyo theory ya building technology, nilikuwa nayo yote. Practical nilikuwa nayo yote. Bwana asifiwe. So ndio nikasema sasa hii naijua kidogo, ndio nikaamua ya kwamba kama naijua hii sana, wacha hata niende nichagueko na kozi nyingine ambayo sijui, nikaeka na nikachukua na plumbing. Bwana asifiwe. Na hizo kozi zimenisaidia, yaani kwa kuchagua huko kumenisaidia, kwa sababu hizo kozi zinafanya mimi yaani naweza toka nifanye kazi na nilete nini nyumbani. Bwana asifiwe. Siwezi kosa kitu kwa mfuko kwa sababu ya hiyo ujuzi nilipata. Bwana asifiwe. Ule uamuzi mzuri nilifanya. Bwana asifiwe. Kama wewe mwanafunzi, chagua vizuri. Subject ukifika kwa subject chagua vizuri. Kama wewe mama kwa Bongo, Bwana asifiwe sana. Kuna wamama ambao tuko kwenye ndoa. Hakuna mtu alikuchagulia hiyo ndoa yenye uko ndani yake. Ama kuna mtu alikuchagulia? Bwana asifiwe. Wamama mpo? Wababa mpo? Kuna mtu alikuja akakuchagulia yule mke ambaye uko naye? Kuna mtu alikuja akakuchagulia? Bwana asifiwe. Si wewe mwenyewe ndiye na ufahamu wako uliamua ya kwamba huyu tutaishi na yeye. Hata kuna wengine sisi hatukuenda ile process ya kufanya nini, but bishop wako pale, mimi na idea kwamba tutakuja kufanya hayo maneno baadaye. Hatukuweza kupitia ile njia halali ambayo tunaenda kuconfess mbele ya watu umati ya kwamba mimi fulani namchukua fulani. Sisi tulichukuana tu. Bwana asifiwe. Lakini Mungu kwa neema ya Mungu akatusaidia, tumekaa. Bwana asifiwe. Tunaishi. Na ule uamuzi ambao tulifanya, kwa sababu hatukuweza kulegea. Yaani tuliona tu ya kwamba ni uamuzi mzuri tumefanya. Ndio tulifanya, hatukuenda njia ambayo inastahili, lakini kwa ule ujinga, unajua Mungu, unajua kwamba Biblia inasema kwamba wakati wa upumbavu, yaani Mungu alijifanya aone. Bwana asifiwe. Sasa hapo Mungu alijifanya tu aone, lakini wakati tulikuja tukajifahamu na tukajua ya kwamba kweli tumekutana. Na tumekutana kwa hii njia. Sasa waje tuishi tu kwa uaminifu na tumpende Mungu na tuishi kwa njia za Mungu. Bwana asifiwe. So nataka kukwambia nini? Uamuzi ambao uliufanya inatakana uwe mwaminifu kwa ule uamuzi. Bwana asifiwe. Amen. Uwe mama au uwe baba, usifike mahali, kwa sababu wakati mwingine tunafika mahali tunapata changamoto. Kwenye maisha kuna changamoto. Na wakati umepata changamoto, sio ya kwamba ugaili ama uanze kulawama. Unajua lawama zilituletea madhara. Bwana asifiwe. Ukiita katika garden ya Eden, Bwana asifiwe, bustani ya Edeni, zile lawama ndio zilifanya sisi zilituingiza kwa makosa. Bwana asifiwe. Maana wakati mwanadamu amefanya makosa, yeye mwanadamu anasukuma lawama kwa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Badala ya kusema tu Mungu nimekosa, nisamee, niko hapa, tumefanya makosa, anasema ni huyu uliyenipa. Bwana asifiwe. So kuna mambo mengine wakati hata tunafika kwa ndoa, unafika ya kwamba unafanya ya kwamba mambo ya kikataa ya kishindikana, unasema ni ama sisi kwa lugha yetu ni omohasi mamezwa, ama unasema ni huyu mzee ama huyu mama ndiye anafanya. Bwana asifiwe. Na hayo maamuzi ndio sisi tulifanya. Bwana asifiwe. So waje tuamue kama vile Joshua aliamua, akasema ya kwamba mimi tazama ya kwamba yaani amueni hivi leo. Bwana asifiwe. Ni nani mtakayemtumikia? Tumetembea kwa njia mbili muda mrefu. Tumetembea kwa sita muda mrefu, lakini umefika wakati wa kuamua. Bwana asifiwe. Wewe umetegemea mambo mengine muda mrefu, umetegemea nguvu zingine muda mrefu, lakini hivi leo amua. Bwana asifiwe. Ni nani utakayemtumikia? Bwana asifiwe sana. Vile
Amua kama vile Yoshua aliamua, akasema ya kwamba hakika mimi na nyumba yangu tutafanya nini? Tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukiamua vizuri, maisha yako yatakuwa mazuri, wewe utafanikiwa. Bwana asifiwe. Ukiamua vizuri, watoto uzao wako utakaa vizuri. Bwana asifiwe. So wakati unafanya uamuzi, usikue mchoyo. Usiseme wacha tu mimi niende, wacha wenyewe waumie. Bwana asifiwe. Unajua tumepinga vizazi ambavyo havijali. Kuna mtu anafanya mambo ambayo yani hajali mtu mwingine mwenye anakuja. Kama kizazi cha leo tunajikiita kizazi uzao huu tunauita wa Gen Z. Bwana asifiwe. Yaani kuna mambo ambayo wanafanya hawajali. Bwana asifiwe. Yaani hajali, yeye anaona tu leo, haoni kesho. Bwana asifiwe sana. Ukiwa Mkristo, ukiwa umeokoka, lazima uwe na imani na tumaini la kesho. Maana Kristo alikuja ili akatupe tumaini. Kwanza nilisoma dini yetu na nikasoma dini yetu ya kanisa, Hope and Light Christ Ministries. Bwana asifiwe. Yaani tumaini na nini? Na mwanga. Bwana asifiwe. So wafaa katika maisha yako uwe na tumaini. Na wakati uko na tumaini, mambo unafanya leo yataonyesha matumaini yako. Lakini wakati hauna tumaini, yale ambayo utakuwa unafanya hayatakuwa mazuri. Bwana asifiwe. So amua kama vile Joshua aliamua, akasema ya kwamba mimi na nyumba yangu tutafanya nini? Tutamfuata Bwana. Na Mungu wetu ana huruma. Mungu wetu anaweza kutusaidia na kutupeleka katika mahali ambapo sisi tunahitaji. Anasema tu kitu cha kwanza ambacho unafaa kufanya ni kumtii. Bwana asifiwe. Na ufuate sheria zake, mausia yake. Na wewe utafanya nini? Utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nataka tu tusome tuingie katika tusome Yakobo. James Yakobo 4:17. Mpendwa mwenye umepata unaweza kusoma. The Bible says, Yes. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Rudia vizuri. If anyone then knows the good they ought to do, doesn't do it, it is sin for them. Kwamba mtu mwenye Kiswahili nasema hivi. Yes. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Amen. Bwana asifiwe. Yaani kama wewe unatujua tu jambo yani mema mwenye unafaa kufanya, lakini ufanyi, Bwana asifiwe. Hiyo ni nini? Ni mimi nimesema kweli. Bwana asifiwe. Ni mimi nimesema. Ni neno la Mungu linasema ya kwamba kama unajua tu kile ambacho unafaa kufanya, kile kizuri ambacho unafaa kufanya na ufanyi, hiyo ni nini? Ni dhambi. Bwana asifiwe. Na hapa tumesema tu hapa tumeambiwa, Biblia imetuambia kwamba hivi leo nimeweka mbele yenu mauti na kifo, baraka, laana na baraka. Sasa ninakwambia kwamba chagua uzima ili uishi. Bwana asifiwe. Na wewe usipofanya hivyo, unaona nini? Unatenda dhambi mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ndiposa Mungu halazimishi. Mungu ni Mungu ambaye anapeana kitu kwa hiari. Wewe unaamua tu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ndiposa amesema ya kwamba hivi leo wacha tuamue. Biblia imekwambia ya kwamba je, kama wewe unajua ya kwamba hili jambo ni nzuri na ulifanyi, hiyo ni dhambi. Bwana asifiwe. So wakati tumejua ya kwamba jambo hili ni mzuri, wacha tukaweze kufanya yale ambayo tunajua ni mazuri tufanye. Bwana asifiwe. Yale ambayo ni mabaya tusifanye.
na tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba ukijua tu basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Ukijua kutenda mema na huyatendi, hiyo ni dhambi. Bwana asifiwe. Ni mambo magani umeyajua ni mema na huyatendi? Bwana asifiwe sana. Yaani unaamua tu, unajua hiyo ni uamuzi tu. Sababu tunaongea kwa uamuzi. Yaani kuna mambo unajua tu haya ni mazuri, nafaa kuyatenda, lakini huyatendi. Unatenda tu yale ambayo ni mabaya. Bwana asifiwe. Hiyo ni dhambi. Bwana asifiwe. Twafaa kuondoka huko. Haleluya. Na tuamue kama vile Yoshua aliamua akasema, mimi na nyumba yangu tutafanya nini? Tutamtumikia Bwana. Na ule uamuzi wa Yoshua, yeye ana stress, anasema ya kwamba ana encourage wewe ukaweze kupeana maisha yako kwa Kristo. Bwana asifiwe. Yaani ana influence wewe upeane maisha yako fully kwa Kristo, usitegemee kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tusome Proverbs 3:5-6. Inasema hivi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Bwana Yesu asifiwe. Yaani muamini Mungu. Kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili, Yes. Mithali 3:5-6. Biblia inasema hivi, tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Yaani hapa Biblia inakuelekeza kwa uamuzi mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Unajua uamuzi kila wakati tukifanya mambo yenye yanatufanya tufanye uamuzi mbaya ni kujitegemea, kujiamini. Bwana asifiwe. Amen. Yaani wewe hauamiliki. Wewe hakuna mwenye atakuambia usikie. Unasema mimi nikisema nimesema. Bwana asifiwe. Nikiamua nimeamua. Bwana asifiwe. Amen. Unajua mnaweza kuwa mnaishi wawili kwa nyumba na wakati fulani mnafika mahali ambapo kuna jambo limetukia, yaani hasira imeinuka. Na mpendo wako mwenye unajua vizuri anakuambia unajua wewe unijui. Bwana asifiwe. Tumaini ifika mahali pale. Anasema unajua wewe unijui. Yaani kumaanisha kuna kile kitu ambacho amekificha ambacho wewe ukijui. Anakuambia ukweli. Bwana asifiwe. Yaani kuna kile kitu ambacho amekatalia ambacho anaona tu ya kwamba wewe ukijui. Na akikwambia wewe unijui, kuna jambo ambalo anaweza kufanya. Bwana asifiwe. Usipochunga na usiporekebisha ama hayo maneno usipotulia mapema, usipojirudisha chini, utaona ya kwamba kuna uamuzi. Yaani baada ya hiyo tendo, hilo neno ambalo amesema ulijui, kuna uamuzi hapo mbele yake. Bwana asifiwe. Kuna ule uamuzi ambao atafanya na kila mtu akiona atasema kumbe. Bwana asifiwe. Na sisi ni Wakristo. Bwana asifiwe sana. Biblia imetuambia nini hapo Methali? Imekwambia kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usisitegemee akili zako mwenyewe. Bwana asifiwe. Unajua akili zetu zina upungufu. Bwana asifiwe. Kama wanadamu akili zetu zina upungufu. Ndiposa tunahitajiana ili tukakamilike. Unajua naweza kuwa kuna jambo limenikwaza ama kuna kitu ambacho nimesikia ama nimeona kikanikwaza mimi ama kuna uamuzi nimeufanya. Yaani kwa akili zangu ninasema niko right, hao wengine wako wrong wote. Lakini wakati tutakuja tukae pamoja tujadiliane. Tutakuja kupata ya kwamba kumbe haya maneno kumbe mimi pia nina makosa. Bwana asifiwe. Ndiposa Biblia inatuambia ya kwamba tusitegemee akili zetu. Akili zetu zina upungufu. Hiyo ndiyo sababu Mungu ametuunganisha hapa leo. Amekuunganisha wewe na ndugu yako na dada yako. Kuna wanafunzi hapa wanasoma pamoja. Kuna wale ambao hawangejuana, lakini mmejuana kwa sababu ya masomo. Bwana asifiwe.
Mmeungana kwa sababu ya masomo, mmeunda urafiki. Na hiyo urafiki sio Mungu hakufanya tu kwa mzaha ama afanye tu kwa nini. Ameweka hivyo, hiyo ndio anaita divine connection. Kuna ile uunganishaji wa kiungu ambao unafanyika. Ya kwamba Mungu anakuunganisha kwa kikundi fulani ili wewe kwa hicho kikundi uweze kufanikiwa na kufaidika. Bwana asifiwe. Mungu hawezi kukuunganisha mahali fulani akutoe tu pale bure. Bora tu mawazo yako. Tufanyie kazi mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sema nitafanyia kazi mawazo yangu. Sitayategemea. Bwana asifiwe. Kwa sababu anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Yaani mtumaini Bwana. Bwana asifiwe sana. Katika kila jambo wewe mtumaini tu Bwana. Bwana asifiwe. Na anasema katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima. Yaani unaona ukimtumikia Bwana na ukimtanguliza yeye, atanyosha mapito yako. Ukitaka mapito yako yanyooke, mtegemee Bwana. Bwana asifiwe. Katika njia zako zote mkiri tu yeye. Yaani katika kila jambo yenye unaenda kufanya, sema Mungu ukinisaidia nifanye hii, nitafanya hivi. Yaani mkiri tu kwa kila jambo. Bwana asifiwe. Na atanyosha mapito yako. Mapito yetu yamekuwa magumu. Watu wengi tumepitia katika mapito magumu kwa sababu ya sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Uamuzi, nimesema ya kwamba mtu kama unaishi maisha haya yako mikononi, Mungu alikupa mikononi mwako. Uamuzi. Amesema nimeweka mbele yako mambo mawili, uzima na mauti. Kuna mambo mawili katika maisha ya mwanadamu. Vile tunaishi tu katika ulimwengu huu wote, kuna mambo mawili yako mbele yetu. Uzima na mauti. Laana na baraka. Na iko tu juu yako wewe kuamua. Bwana asifiwe. So wewe amua vizuri ili ukae vizuri. Napoenda kumalizia, naona ya kwamba tunaona ya kwamba tutegemee Mungu katika njia zetu zote. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati tunamtegemea Mungu, mapito yetu yatanyooka. Bwana asifiwe. Si kila mmoja wetu anataka mapito yake yanyooke. Kila mtu anataka, kila mpendo wetu anataka mambo yake yaende vizuri. Bwana asifiwe. So wacha tumtegemee Mungu. Bwana asifiwe. Ambia jirani nitamtegemea Mungu. Mwambie ya kwamba tegemea Mungu. Mwambie tegemea Mungu. Wacha kutegemea mawazo yako. Wacha kutegemea ujuzi wako. Wacha kutegemea elimu yako. Wacha kutegemea wakwenu. Tegemea Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu ambao wanategemea wakwao. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanategemea wakwao. Kuna wapendwa ambao wanategemea wakwao sana. Yaani amemwacha Mungu lakini anasema kitu kikitendeka anasema wacha tu. Utaona. Hata kwa boma. Wewe ni mwanandoa, umeoleka mahali. Lakini wewe unatishia kila wakati jambo likitukia unatishia mume wako ama mke wako. Wewe utaona. Acha nitaita tu wa kwetu utaona. Bwana asifiwe. Yaani mmekaa, yaani hiyo ndoa si ya furaha tena, ni ya hofu tu. Mnakaa kwa hofu badala mkae kwa furaha, mnakaa kwa hofu kwa sababu ya kutishiana. Bwana asifiwe. Yaani vitisho. Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine mimi ninapotoa ushuhuda, wakati niliingia kwa ndoa yangu nilitishiwa sana. Bwana asifiwe. Na uko ambaye nilikuwa na wana ndani yake. Alisema unajua nikaishi kwa hofu lakini nikafika mahali nikasema hizi kumbe ilikuwa tu ni choja za watu. Ni watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaweza kuishi kwa hofu. Mnaweza kuishi wawili lakini mnaishi tu kwa hofu. Bwana asifiwe. So wacha tuamue kumtegemea Mungu na Mungu atanyosha mapito yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akinyosha mapito yetu, utaona ya kwamba tunafaulu na tunafanikiwa. Wakati Mungu aliweza kutumikia watumishi wake, tunaona ya kwamba Mungu aliweza kusaidia. Tunaposoma katika tusome katika kitabu cha Mathayo 7:13 na 14. Mathayo 7:13 na 14. Taenda kwa haraka kidogo.
Mathayo 13:14-7, 13. Mathayo mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 13 na 14. Ingieni katika kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waiendeao ni wachache. Bwana asifiwe. Haya maneno tumeyasikia. Bwana asifiwe. Ya kwamba tufanye nini? Tuendee katika ile njia nyembamba. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enters through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it. Bwana asifiwe. Wakati tunaamua kutembelea katika njia hii ya Mungu, njia ambayo uamuzi ambao unafanya na wale wachache ambao ndio wanauadopt, wanauchukua, angalia huo uamuzi vizuri. Huo ndio uamuzi mzuri. Bwana asifiwe. Watu wengi huwa waangalii, yaani watu wengi wanaendanga kwa umati, kwa sababu hata nikienda kwa bunge wanasema ati as many as wanasema as many as what? Your opinion say hi. Yaani wale wenye wako na maoni makubwa ama wako wengi wanasema wanapewa, si ndio? Yaani hata Mswahili akasema wengi wafanye nini? Wape. Lakini hao wengi saa zingine unawapa lakini hawaendi kwa njia nzuri. Bwana asifiwe. Kuna maybe wengi siku hizi hata katika nchi yetu kuna wengi ambao wana ushawishi muovu. Wanatafuta umati na kuweza kuungana na kuweza kutoa uamuzi mbaya. Bwana asifiwe. So wewe kama Mkristo usiende na wengi wape. Kwa Ukristo, acha niwakuze kitu kimoja. Nimalizie hapa. Kwa Ukristo hakuna wengi wape. Bwana asifiwe. Unajua watu wamechukua maneno ya ulimwengu wameingiza kanisani. Na utapata ya kwamba mko katika mambo ya Mungu, mnaongelea mambo ya Mungu. Lakini wengi wameenda njia ambayo wakati ukiangalia hiyo njia unaona ya kwamba huo uamuzi kweli hautatufikisha mbali kama Wakristo. Lakini wanataka tu ya kwamba wengi wapi. Bwana asifiwe. Hiyo haiapply kwa Ukristo. Bwana asifiwe. Hiyo haiapply kwa nyumba ya Mungu. Kwa nyumba ya Mungu fuata ile narrow gate. Bwana asifiwe sana. Chunguza, tafuta Mungu na ukamtegemea yeye, atakupa mawazo mazuri ambayo atakuelekeza. Kwa sababu kwa hiyo narrow gate ni wachache ambao wanapitia hapo. Bwana asifiwe. So katika neno la Mungu hakuna wengi wape. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii kama wewe tunaendaga kuna wewe wale comrades power. Wanasema comrades power. Bwana asifiwe. Si comrades wako hapa? Bwana asifiwe. Comrade hawako? Nimefika sasa kwa macomrade. Kuna kile kitu nasikianga wanasema comrade power. Ati comrade sikia. Bwana asifiwe. Na hayo maneno mengine wanaweza kusema hayo maneno, lakini sasa unajua comrades ule ushawishi, kuna ushawishi mwingine ambao ni wa wengi. Angalia vizuri. Bwana asifiwe. Usiweze tu kuamua wewe kama Mkristo kuwa na akili ya Mungu. Ndipo posa last Sunday tukawa tukijifunza ya kwamba let us be led by the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza akakuonyesha kila ambacho na uamuzi mzuri. Bwana asifiwe. So tusiende tu na comrade vile wanaenda. Bwana asifiwe. Tuende na vile Mungu anasema. Si ndio? Twende kwa njia nyembamba ambayo inatupeleka uzimani. Bwana asifiwe. Haya mafundisho yalikuwa marefu kidogo, acha nikate hivi niseme ya kwamba tusome kitabu Isaiah 46:9. Isaiah 46:9 and 10.
mengine nimeruka tu, lakini tutajifunza siku nyingine wakati tumepata fursa. Bwana asifiwe. Isaya mpendo wenye nimepata, naweza kusoma tuendelee vizuri. If you have got it, nitasoma tuendelee. God will bless you. Katika lugha ya Kiswahili, yes. Kitabu ni Isaya 46 mlango wa 9 na 10. Yes. Biblia inasema hivi, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. 10. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anaapa. Bwana asifiwe. Naona kuna maneno ambayo yanatoka kinywani, yaani ukisikia inasema remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu ambaye ananena maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anataka tu kukukumbusha ya kwamba remember. Unajua wakati mtu anakuambia kumbuka ama remember, yaani inaonyesha kwamba ulikuwa umesahau, si ndio? Kuna kusahau. Bwana asifiwe. So hapa Biblia inakwambia kwamba remember, na anakuambia wewe the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu tu, hakuna kama Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo sasa hapa hakuna majadiliano. Mungu ni Mungu tu na hakuna kama yeye. Bwana asifiwe. So ni lazima tu wewe ukaweze kuamini na kujua ya kwamba huyu Mungu ni Mungu tu ambaye hakuna mwingine kama yeye. Na yeye anasema ya kwamba yeye anatangaza mwisho wa jambo kuanzia mwanzo wake. Anajua kumaliza kwako. Anajua kuanza kwako, yaani anatangaza kumaliza kwako kuanzia kwa kuanza kwako. Bwana asifiwe. So Mungu amejua vile maisha yako yanaenenda. Mungu anakujua. Ndiposa saa hii anasema kwa sababu kuna ule uweari wa kuamua. Anasema ya kwamba amua vizuri uishi maisha mazuri. Bwana asifiwe. Mungu anataka sisi tukaishi maisha mazuri, tukakae vizuri. Maana maisha yetu yeye amekwisha kuyapanga kuanzia mwanzo wake hadi mwisho. Bwana asifiwe. Wakati mwingi unafika mahali unagwama kidogo na unaanza kulia ya kwamba Mungu ameniacha. Mungu huwa haachi mtu, lakini ni mtu ndiye anaacha Mungu. Bwana asifiwe. Na kile ambacho kinakufanya uache Mungu, Mungu huwa ako tu pale. God is near. Anasema ya kwamba ni Mungu wa karibu. Na yeye kile ambacho kinafanya sisi tusonge mbali ni dhambi. Kile ambacho kinafanya Mungu asonge mbali ni dhambi. Mungu anageuzanga uso wake asikuangalie wakati wewe umetenda dhambi. Bwana asifiwe. Lakini wakati umeenda sambamba na Mungu, utaona ya kwamba ukienda sambamba na Mungu, utaona ya kwamba mambo yako yatafaulu, yataendelea vizuri. Na wewe njia zako na matendo yako na mipangilio yako itaweza kufaulu. Always confess good things in your life. Bwana asifiwe. Kila wakati kiri maneno mazuri katika maisha yako. Kama wewe ni mwanafunzi, kiri ushindi katika maisha yako. Wakati ukikiri kuanguka, ukikiri kushindwa, utashindwa.
What you confess is what you possess. Bwana asifiwe. Kama sisi ni wamama kwenye boma na wababa, wacha tukiri ushindi, tukiri kufaulu. Bwana asifiwe. Kama sisi ni comrades kwa shule, tukiri kufaulu. Umekuja unafanya course, ndio ni ngumu, lakini unasema ya kwamba hii course hata kama ni ngumu, nitajaribu mpaka nifanye nini? Nifaulu. Unajua wakati mwingi sisi tumeanguka, sisi wenyewe tumeanguka na maneno yetu. Unaunda ngome ambayo hautajitoa ndani yake. Hiyo ni funzo lingine. Kwa sababu wakati ngome, unajua ngome ni sisi tunaunda. Bwana asifiwe. Yaani ngome ni pahali ambapo ni secure. Yaani pahali ambapo mtu mwingine hawezi ingia hapo isipokuwa yule mwenye utawala wako. Bwana asifiwe sana. It's a safe place ya kitu. Bwana asifiwe. So kuna maneno ambayo tumenena katika maisha yetu ya kwamba wewe ni mama na unasema hii ndoa sioni kama nitakaa. Olili alinongali sereka limuta umame yafume. Unasema hii ndoa sitafaulu. Unasema hapa niko tu Bwana kwa sababu ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hani mama anasema hapa tu niko kwa sababu ya watoto. Lakini sio kwa sababu nyingine. Bwana asifiwe. So hiyo ni uamuzi ambao ni mbaya. So wakati tunafanya maneno, yaani hata kama umekasirika kivipi, angalia yale ambayo unanena. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila ambacho unanena maishani mwako, ule ni uamuzi unafanya. Na hicho ndicho kitakuhadhiri wewe na jamii yako. So wakati tunakiri maneno mazuri, tutaweza kufaulu na kufanikiwa pamoja na jamii zetu. Wacha tuinuke. Kwa dakika tano ukaende tu mbele za Mungu, umwambie kitu. Maana umesikia neno la Mungu. Nataka tumwambie Mungu kitu. Mwambie Mungu kitu. Kuna uamuzi ule ambao umefanya ambao si mzuri. Ambia Mungu akusamehe na ukaweze kufanya uamuzi mzuri. Wakati huu bado, kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba licha Mungu wetu ni wa rehema. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni wa rehema. Yeye hata kama tumeweza kufanya katika kitabu cha Mhubiri 13:14 anasema I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing can be taken from it. God does it so that people will fear him. Bwana asifiwe. Chochote ambacho Mungu ukitenda, yeye ukitenda tu kwa usawa ili akahakikisha kwamba kila mmoja akamtii. Bwana asifiwe. So enda tu mbele za Mungu, mwambie ya kwamba kuna yale ambayo umefanya. Kuna yale ambayo kwa sababu ya hali ya maisha, kwa sababu ya yale ambayo umepitia, kwa sababu ya mambo ambayo yamepitia juu yako, kuna uamuzi umeufanya. Kanusha. Wewe ni mwanandoa, wewe ni mama, wewe ni baba. Kwa sababu ya hali na masumbuko ambayo umepitia ndani, umeweza kunena maneno kwa ndoa yako, ukanena maneno kwa watoto wako. Kwa sababu watoto wako wamekusumbua, mpaka ukanena maneno ya laana juu ya maisha yako. Nataka tu unene kitu, ukakanushe hayo na Mungu ataweza kukusaidia. Asante Mfalme, maana wewe ni mwema Bwana. Wewe ndiye unatuosha na yetu kutusaidia katika uamuzi wetu Bwana. Tunasema wewe unastahili Bwana, unaweza. Baba tusamehe yale ambayo maamuzi ambayo tumefanya ni mbaya. Baba ukatukumbushe katika jina la Yesu. Acha tuamini tuombe. Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo, ninataka kukushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Wewe umetusaidia Bwana, tumejifunza neno lako. Tumejifunza kuhusu kuamua Bwana. Na wewe ni Mungu ambaye Bwana umekwisha kuweka mbele yetu, umetukwisha kutuamulia. Ukaweza kutuamurisha na kutuonya ya kwamba Baba tukaweze kuchagua uzima. Tukaweze kuchagua uzima ili sisi na uzao wetu tukaishi. Baba tazama, kuna mambo ambayo tumenena kwa sababu ya hali tumepitia. Kwa sababu ya mambo tumepitia ndani yake. Kuna mambo tumenena kinyume. Na hayo ndiyo yameadhiri maisha yetu. Kuna uamuzi tumefanya ambao umefanya Bwana, sasa tunakaa maisha magumu. Kuna uamuzi ambao wazazi wetu na vizazi vyetu ulifanya. Na kwa sababu ya uamuzi Bwana, hivi leo tunapitia maisha ambayo hatukufaa kuyapitia. Mungu wetu, wewe ni wa rehema. Na wewe ukasema ya kwamba licha hata dhambi zetu zitakuwa nyekundu kama damu, wewe Bwana unatuziosha ziwe nyeupe kama theluji. Mchana wa leo Bwana tunakuita, wewe ni Mungu. Hapana mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe unatangaza mwisho wa jambo kuanzia mwanzo wake. Na wewe unasema ya kwamba heri mwisho wa jambo
kuliko mwanzo wake. Bwana Mfalme, tunakushukuru kwa sababu tutamaliza vizuri. Unatusaidia kutuondolea kila laana, unatusaidia kutuondolea kila uamuzi mbaya. Unaondoa Bwana, unafuta dhambi zetu ambazo tulifanya na maongezi yetu maovu. Baba, unayafuta. Na sasa Bwana, unatuandikia ukurasa mpya. Maana tazama Bwana, yeyote aliyeingia ndani mwako, wote waliokukubali wewe ulifanya kuwa wana. Na Bwana, wewe yote aliyekukubali unamfanya kiumbe kipya. Sasa Baba, tufanye tuwe viumbe vipya. Sasa tuhesabu Bwana ya kwamba hautatuhesabia yale makosa ya vizazi vyetu, bali wewe utaturehemu na kutusamehe. Pokea sifa, pokea utukufu Bwana, maana wewe unastahili. Hata vipindi vimebaki Bwana, tuongoze, maana wewe ni Mungu. Ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kwa Bwana wabariki. Nilikuwa naanza sikusema majina yangu. Mimi naitwa, unaweza niita Godfrey Barasa. Mimi nimeoa, niko na mke ako ndani ya nyumba, anaweza tu amka wewe kidogo. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu. Mungu awabariki sana.